Nzuri. Ya, Karibu. asante. Mimi nilikuwa nataka tu kusema kitu moja kwa Kongomani. Nilikuwa nataka kuambia hao Watusi, yaani hata msikuwa mnajisumbua kuwauliza mko mnatuua, sijui mnafanya nini. Hawana santima na mtu yoyote anaitwa Mubantu. Yaani hata akikufa wanaona ni kama sio mwanadamu amekufa. Unaona? So nyinyi hata mpige sisi tupige makelele, mko mnatuua, mnaua mama, mna rape yani hakuna kitu yoyote ni kwa roho yao watasikia ni kama mumeuliwa ama mumekufa. Lakini kwa mtu mmoja tu akikufa, kwao wanaona kwa Bantu sio wanadamu. Mtu Bantu sio mwanadamu kwao. So hata mupige makelele muongee, haiwezi ingia mwakili ya Mtusi ati asikie huruma ati Bantu iko na kufa. Omwe aseme, ndio maana mnaona mkisema mko mnatua wanasema ati ni wazalendo. Biko ati hawa ni watu wenye iko na masilaha njo wenye wako wanawaua. Unaona? Kwa sababu hawaoni, hawana roho. Unaona? Banajona benye biko special. Maisha yao ndio inamata. Maisha ya mtu mwingine yoyote ambaye siye Mtusi haimati. Maisha ya Mubantu ni bure, ni kama imbwa. Hakuna siku watawahi sikia huruma ati mko mnakufa. Kongo kumekufa watu milioni na ngapi. Wao wanaona na gisi wako wadogo, wanaona tu wao ndio wako wanaonewa. Hawawezi ona watu ambao wamekufa. Hawawezi ona Wakongomani wenzao. Alafu kesho watasema wanabaguliwa. Wao ndio wanajibagua. Wao wanajibagua na wanabagua Wabantu. Kwa sababu wanasema Wabantu biko na mapua kubwa, wanakula watu. Hiyo ndio yenyewe wanaenda wanatangaza kwa watu. Hawa sio watu. Wenyewe ndio wanajibaguaga. Muangaliage fasi yote Mtusi penye iko. Wanafanyanga mambo yao kivyao. Wenyewe ndio wanajibagua alafu wanakuja wanasema tunabaguliwa. So hakuna siku Mtusi ataka value maisha ya mtu Bantu. Hakuna siku na haitawahi tokea, muvitoe mukichwa, hata muimbe mupande murudi, hawatawahi value maisha ya Mubantu. Watajiangalia wao peke kwa sababu wanafeel wako very special. Ndio maana huyo kaka mwenye iko hapa anaitwa Ndai. Muangalie wote wanaongeaka lugha moja. Wote wanakuwa na msemo mmoja. Ndio maana hata uambie haiwezi ingia mkichwa yao. Unaona? Hawawezi itika Wakongomani wanakufa. So hawa watu hawana huruma na hawana roho, na nyinyi wanataka wawatawale, mkwe watumwa, mwatumikie kwa sababu kutawala. Wengine wote wanafaa kuwa chini yao. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kusema. Asante sana dada yetu. Okay, maneno mazuri, mafupi lakini yana ujumbe mzito sana. Tunakuja kwa nani? Moila. Naambie. Karibu kaka. Ya, mimi naweza nikaanzana na mwenye anajiita Ndai. Kwanza cha kwanza ni kusema kwanza akili za M23 au Wanyarwanda, akili zao ni fupi kama njia ya chooni kuhusiana na hichi kitu walichoanzisha. Maana akili yao ingekuwa ndefu, wangefikiria kitakachotokea hapo baadaye, baada ya wenyewe kuleta hii vita hapo. Neno lao wanalobeba sasa hivi mdomoni mwao ni kusema kwamba tunaonewa, tunabaguliwa, na ndio maana tunataka kuchukua madaraka ili tusije tukaonewa tena. Alafu tukiangalia kwenye serikali tunakuta wako na madaraka. Sijue madaraka gani wanataka wawe naye. Wenyewe wako wengi, wako wadogo, lakini serikalini wapo wengi. Sisi ni wengi lakini serikalini tupo wachache. Hicho chote akiwafundishi chochote, yani hawajifunzi kitu kuhusiana na hicho kitu, kuhusiana na hayo mambo. Na hicho ndo maana nimesema eti akili yao ni fupi. Wangeona hicho kitu wasingeleta vurugu. Wenyewe ni wengi serikalini na wenyewe ni wadogo kama vile raia. So cha pili, alisema eti kwamba wazalendo ndo wenyewe wanawaua. Hivi anajua maana ya mzalendo kwanza? Hata aseme kwanza amekata eti awahui wa raia.
hivi anajua, yani tuseme mtu yeyote yule ambaye yuko na machungu, ambaye anajua thamani ya nchi yake ni mzalendo, ashike bunduki, awe mikono wazi, ni mzalendo. Kwa hiyo yeyote mwenye yeye anamuua ni mzalendo tu. Kwa hata mtoto wa miaka 5 kama ana akili timamu ya kusema eti mimi nina machungu na ninajua thamani ya nchi yangu, ashike bunduki asishike bunduki, yule ni mzalendo. Hiyo kwanza naona kama alikuwa ajui maana ya mzalendo ni nini. Maana ya mzalendo sio kushika bunduki. Wewe ukishika bunduki ndo yani jina lako ndo mzalendo. Amna, sio hivyo. Mzalendo ni mtu yoyote. Kama mimi hivi ninayoongea hapa, niko mzalendo na sina bunduki mkononi mwangu. So wale watu wenyewe wanawaua kule Kongo kule, wote ni wazalendo. Kwa sababu ukiangalia wenye hawajakufa kuanzia vita ianze ni wale wahasi, ni wenyewe Wanyarwanda wenyewe. Hakuja kufa hata huyo hata mmoja. Ukiangalia yeyote mwenye anakufa kule ni mzalendo. Sio mambo, tuachane na mambo ya silaha, maana silaha sio maana ya uzalendo. Wote wenye wanakufa kule ni wazalendo tu, tofauti na wenyewe Wanyarwanda. Sijaona maiti ya Mnyarwanda yenye imekufa kule. Awe mwenye alishika risasi au mwenye mzalendo mwenye hajashika risasi. Ni sisi tu ndo tunakufa. So ukiona huyu mtu picha ya mtu wao yeye amekufa, ujue ni mtu mwenye alikuwa ameshika bunduki kabisa 100%. Ameingia kijeshi. Sometimes amekuja kutoka hata Rwanda, amejulikana na nchi ya Rwanda kwamba huyu ameenda vitani, ameenda kupambana. Kwa hiyo akifa labda hata Rwanda itaangalia hata familia yake, lakini wenyewe wanaua wa innocent. So mara nyingi uwaga tu naonaga wanabeba vitu mdomoni ambavyo ukiwauliza maswali hawawezi wakajibu na hawajui venye wanagombania nini. Walianza vita, walianza na maneno mengi yani hivi wako wanaenda wanageuza hadi nilipanda paneli nyingine ile jana wanasema eti wameshaanza kusanya wengine wa vijana eti wajiunge na wazalendo. Ndo naona kama tu kushindwa kwao unakuja, na waendelee na hiyo kauli. Chenye na waomba na cha kukusisitizia ni kusema kwamba sisi hatuko hapa kuwafosi mchenji fikra zenu, mchenji akili zenu. Tunawasi muendelee na ule msimamo wenu vizuri sana kwa kusema eti yani nyie mtatumaliza, mtakutukontrol, yani tukatae, tuikubali, tufanye ni lazima huo msisitizo ndio wenye tunapenda. Maana naona mkiusema unatupatia sisi kama wanani wa Kongo hasira. So hiyo hasira hiyo ndio itasababisha nyinyi mpende msipopenda Kongo amuishi. Njia ya chooni, kwenda sokoni, kwenda bilimani, kushuka mabondeni, tukikutana na nyinyi sehemu moja. Constitution ibadilishwe, isibadilishwe, sisi ndio tunaishi na nyinyi. Constitution abadilishe, mumbane asibadilishe, sisi ndo tutakutana na nyie sokoni. Amunaga soko kule kwenu, una wapi? Kule kwenye wanaosema Kakaduni wanaishi kama vile zile ng'ombe zao ndo wanavoishi. Wanahoga mikojo ya ng'ombe hivyo wanaishi, yani ni kama nyama. Hawana soko, hawana chochote. Wakitaka kuja sokoni uwaga wanakujaga Uvira, sehemu unayosikia ni Uvira na upande wa Goma, Bukavu, Baraka, Mwemezi kule uwaga ndo wanakujaga. Tulikuwa tunalema nao soko ya Mwemezi, wanapajua hao Wanyarwanda. Yani vizuri tu wanakuja kurangua mikebuka, mikeke, wanarudia bilimani kwao. Yani wanaishi na ng'ombe zao kule, si huku tunaishi tuko pose. Sijui kwa hayo mambo waliyaetea baada ya kuona M23 wamekuja, kwa sababu ni damu ni nzito kuliko maji, wametugeuka. So hakuna budi ya wenyewe tu walazimishe, wajilazimishe, wajitambulishe, sijue ni sisi tuna damu ni nzito kuliko maji. Na ndio maana M23 ilipokuja, ilipoanzisha vurugu zake wenyewe wote na waendelee na hiyo roho, na wajue kule kwao ni kama vile zilikuwa ni kama ng'ombe tu. Activity zote walikuwa wanafanyia huku chini. So akubali akatae. Sisitizo langu ni kusema kwamba constitution ibadilishwe, isibadilishwe, sisi na nyie na nyie na sisi. Nashukuru sana. Asante sana. Okay, naweza mjibu kidogo huyu brother. Dakika kidogo, wacha nijibu kwa dakika kidogo huyu ndugu. Ameongea vizuri kweli. Huko kwetu ni mahali ambapo kulibaki nyuma. Ngoja brother wa Uganda, ngoja nijibu, si ndio? Huyo ndugu amesema vizuri kweli. Sisi huko kwetu ni familia, hakuna soko, hakuna kitu chochote. Hamtaki sisi watu wa Uganda kubadilisha constitution ya kwetu. Nyinyi mnakuja
Oh my goodness. Wewe wa Uganda sasa umeingililia wapi na Wakongo? Sisi tunawazuia aje? Endelea Lili, wewe endelee. Okay, huyo ndugu ana combine mambo yote. Okay. Kule kwa vilima kwenye tunaishi kweli ni nyuma, hakuna maendeleo, hakuna kitu yoyote, na sisi hatudai kitu yoyote huko mahali popote. Tunadai tu amani, tufuge ng'ombe zetu, tulime shamba zetu. Ni hiyo ndio kazi ilikuwa imetuweka huko kwa milima. Sasa huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba katiba ikibadilishwa ama isipobadilishwa hawataishi na sisi, ningemtangazia kwamba kuishi na nyinyi kama hamuone kama si mambo ya kupendana, ni kuheshimiana. Mtu heshimu, tuendelee kuishi ile maisha tulikuwa tunaishi, na sisi tutawaheshimu, muendelee kuishi maisha yenu yenye mnaishi. Lakini kusema kwamba mjione kama nyinyi mko juu, mnadanganya. Mko watu ya tuko wadogo, hatufiki hata milioni moja. Hata huko Uganda Wanyankole na Wahima hawafiki hata milioni 4. Lakini Wanyankole na Wahima si Wanyarwanda, Watusi. Ninyi mnawaingilia. Mnawaingilia. Si hata Museveni amewaongoza. Museveni anaingilia Wahima na Wanyankole kujifanya ni Munyankole, ndio mnafanya Uganda ndio brother, ndio. Kuna mnyamlengi mwenzako ameshakuja hapa, ameshasema kule juu huwa mnakaa na silaha. Sasa zile silaha na mpo kwenye kwenye nchi ambayo ina sheria na nini na kanuni zake, inakuwaje mnakaa na silaha kinyume na sheria? Na hizo hapo silaha sisi kuua ndugu zetu. Hajadanganya tuko na silaha kweli. Safishaji. Yani nyie ni watu ambao popote mlipo sasa hivi mnasema ni watu ambao ni watu ambao sio wazuri, ni wabaya. Ni watu ambao mnye muda wote mnafikiria watu kuuana. Rais wa Rwanda akisemwa nyie mnakasirika. Umeona? Na mauaji yanaendelea Kongo yanafanyika na watu ambao mnafanana. Sikiliza. Watu mauaji ambao yanafanyika Kongo yanafanywa na watu ambao mna asili ambao mnafanana. Kwa nyie asili yenu mpaka sasa hivi imeshachafuka ulimwenguni. Ni watu ambao nyie kipaumbele chenu cha kwanza ni mauaji, mnapenda madaraka, mnapenda Okay, naweza kuelezea vile viko. Unasema? Yes, huyo ndugu mwenye amesema ati tuna silaha. Kweli kila raia huko kwetu wako na silaha, lakini hapo sasa. Mnasikia? Mimi nakusikia. Na wewe unanisikia? Mimi nilikuwa sikuachii swali, ila mimi nilikuwa natoa maelezo tu. Okay, na mimi ningekueleza kidogo kwa sababu kwa nini tumechukua silaha. Kweli kila raia ako na silaha, lakini mnafanya mauaji, mnaua Wakongomani. Raia hajachukua silaha kwa kupenda, ni vile ameachiliwa na serikali, haimtetei, haimlindi, hailindi mali yake. Hiyo ndio maana wamechukua silaha. Kila raia ako na silaha yake. Sasa hiyo sheria mnajichukulia ndio ambayo inakuja kuwa cost leo. Haiwezekani nyie mkaa mna kiburi kwenye taifa la wenzao. Nyie kwanza sio watu wenye taifa, mmepewa hifadhi. Lakini mnajikuta mna kiburi, kwa hiyo kiburi chenu ndio kinawaponza. Nyie sio kabila kujishinja tu ndio wapate nafasi. Haujui ni kama hauelewi. Nyie sio kabila ambalo linalotambulika, mnafahamika, mmetoka sehemu fulani, lakini hapana inji. Yani mnakuwa mnajeuri kama ndio wazaa brother. Ni bavagabo.
yani mtajuta, Basubiri na hamna haki yoyote. kila mkongomani atakuwa na silaha. Hapana Kila inji. mkongomani atakuwa na silaha. Lakini hata kama sisi si kabila, lakini tuna haki ya kuishi. Tamaliza wengine. Hapo kuchinja tu wapate damu sema wataka kuishi mahali. Ndio, kila mkongomani awe na silaha. Tuone sasa wanaotamaliza wengine. Inabidi kila mkongomani hawe na silaha ndani kama Somalia. Sasa tuone wa mbwa sisi na wao wanaotamaliza wengine. Yaani kila mkongomani kuanzia 15 awe na silaha. Nishabajua. Sisi swali yangu sasa. Hiyo ni ndoto yao hiyo. Mnyarwanda akuje kunitawala mimi mtoto wa Mubembe. Hata wakamate shetani, wamuweke madarakani. Yaani hapa chini kama rani waoga. Waamke wapokea wana haramu nyamu kwa kuoga. Ampiga Tanzania kimeno nje uzi mpaka mdomoni. Mmesikia? Kope hapo imeisha. Kope hapo imeisha. Mmesikia? Wanyarwanda wakichukua nchi, ni afadhali wakongomani wote watoke nje waende uwanjani, muambie mtupige silaha wote tufariki hapa. Basi tufuku bali babambia hao wale bazungu. Amekimbia. Amekimbia huyo. Mtandao umemshusha naona. Enge apande hapa Georgia ongee. Apande hapa. Mumpande Kama wako na silaha inanishangaza sana. Mimi sikukuwa na yua. Kulikuwa wiki wanakana masilaha juu kule. Kila mtu hadi mtomeka 10 kuna silaha. Hadi mtomeka 10 kuna silaha. Badanganya hao ndio special Afrika ya Afrika ndio silaha. Kwa nini wakongomani wao wasipate hizo silaha wote? Unaona gisi walifanya nani? Mnakumbuka historia yake walitoka kule zamani kidogo kule Ethiopia. Hamjambo ndugu zangu wa Kongomani. Koma mbwa wako na ndugu yako hapa ongea kinachokubeba. Sema wewe mbwa. Oa sasa msikilizeni jamani, msikilizeni. Mimi nataka kusisitiza hiyo kauli yenye mnasema eti Mnyamulenge akona silaha huko milimani. Hiyo sio uongo. Pandeni mlima mtaona moto. Msikilizeni jamani, msikilizeni jamani, msikilizeni. Kaka unakuwa silaha, unapewa yetu ya kuprotect ng'ombe yetu, sio ya kuua binadamu yoyote. Mtu mwenye atatuattack tutamuattack, mtu mwenye atatutufokea tutamfokea. Hata wamama wajifunze kutumia silaha, kwani tunawaogopa nyinyi? Nyinyi Watusi wajinga sana. Mnafikiri nyinyi mko wangapi Kongo? Mnaenda Uganda sababu gani mko Uganda mnaua watu? Nyinyi hamkuwa Uganda. Kila mahali mnaenda mnataka mkuwe rais. Kila mahali mnaleta tabu, kila mahali mnaua watu. Nyinyi Mungu atawapatia kia mtemankuni, nawaambia kweli. Nyinyi watu onakuja hapa lazima tupindue kitu wanasema kwa Kiingereza. Nchi yote elewe Mtusi ni mtu gani. Watu lazima na waomba Wakongomani. Muambie nchi zote Watusi wako ngapi Kongo? Mwambie dunia mzima Watusi wako ngapi, na nchi elewa hao watu ni wabaya. Watu wadogo wanaua milioni na milioni ya watu wabaya. Wachache lakini wapiganaji hodari. Wanajifanya wa victim, wanaonewa, wanajifanya wa victim tena. Lazima tufanye tuambie nchi yote elewe Mtusi ni mtu namna gani. Anakuja hapa anajedai kama wao ni wajeshi, kama wao ndio wanashinda vita. Nasema Mtusi na sokoni waende tena. Okay jamani, sikizeni jamani, sikizeni moyo. Sorry jamani, sorry. Tunatoa dakika kwa mmoja. Tunampa Lasi kwa sababu ndio ndo kafika hapa, tunamsikiliza. Ndio, asante sana kaka. Asante sana. Tunakupa dakika 3. Karibu. Asante sana. Lakini ndakuwa brief, hata hiyo dakika 3 sitamaliza. Mnyamulenge ni mpenda amani popote kwenye yako duniani. Mnyamulenge ni mpigana. Sasa mnyamaze nimalize dakika yangu 2-3. Anyi mnadanganya kama Kagame anasema jeshi yake au kwa Kongo. Hakuna shida. Hajamaliza dakika 3. Mwache amalize jamani, Asante sana dada yangu, asante sana.
Nataka niseme hivi. Sisi tunataka amani, tunataka kufanya activities zetu bila kusumbuliwa. Tunataka kuishi na sisi tumeishi na Wabembe. Kwetu ni Bubembe. Kwetu ni karibu na Baraka, Fizi. Tumeishi na Wabembe miaka na miaka. Lakini watu wa politisie kama kinavita Kwira wanatia hate kwa watu wengine, eti wachukie watu wengine, anawapokeza silaha kama 20. Silaha 20 tuko nazo kwa ng'ombe. Silaha yetu ni ya kuchunga ng'ombe, sio ya kufanya uasi. Silaha tuko nayo, tutaikubali. Na kuanzia watate wetu walikuwa na silaha, hiyo sio siri. Lakini silaha ya mtusi, kila mfugaji, hata uende wapi, mfugaji yote ako na silaha. Hiyo tunafaa kuwa tunajua tayari. Juu tumeishi na nyinyi miaka yote. Sisi silaha yetu ilikuwa ya kuchunga mifugo yetu. Ikafika mahali leta yetu ikatutupilia mbali, haikutujali. Kila mwenye anataka kufanyia Mnyamulenge vibaya, leta inamruhusu. Tukageuza, tukasema hiyo silaha ni ya kujiprotege. Lakini silaha tumekuwa nayo tangu Judi na zamani sana. Sijui hata niwaambie aje. Sisi ukikuwa na miaka 18 ushajua kutumia silaha. Na sisi roho yetu ni ya kupigana, roho yetu ni ya ushujaa. Hata ukiangalia kwa FARDC, watu wote ndio wanawaongoza. Kwa nini? Wanajulikana. Sikiliza bwana. Anajedai baba. Ajidai na ni vitu zenye ziko na evidence. Evidence ni nini? Wakongo ni watu wazuri. Sisi Bantu ni tuko wazuri. Angalia, ukienda kwa pano ya Watusi, ukisema kitu chochote Museveni na Kagame wanakutoa. Sema hivi. Mimi nasema hivi, natangaza hivi. Wakongomani tupendane, tutaishi kwa upendo. Wakongomani tuchukiane, tutaishi kwa chuki. Lakini tunafaa kuheshimiana. Kama hupendi mtu, sio lazima. Hakuna penye nasema kwa constitution eti penda, hapana. Lakini kwa constitution nasema heshimu huyu mtu. Kila mahali duniani, mimi penye naishi ukimbizini. Jirani wangu hata sijawahi ingia kwa nyumba yake, lakini siwezi enda ni muatake. Hapana. Si lazima anipende. Hapana. Lakini ni lazima aniheshimu na heshimu mali yangu. So, tulionewa sana miaka mingi, sai tuko very determined. Sisi kabila yetu haikuwa na wanasilaha wasichana, lakini siku hizi pia wameamuka, wamechukua. Hakuna kuangalia tena, hakuna kurahisisha maneno. Kama ni kupambana ni kupambana. Kama ni amani ni amani. Asanteni sana. Na mimi napenda kila Mkongomani. Yako sasa hivi galasi mpaka wakina mama mnapa silaha. Sisi tunawapa, tuko nayo huko milimani, imefanya wakuwe self defense. Okay, lakini mnamiliki kinyume na utaratibu. Silaha mmetoa wapi? Sisi silaha tulikuwa nazo ni wa maimai, wanakimbia wanaacha silaha, tunachukua. Kama wamekimbia, mlizipeleka serikalini? Serikali gani yenye imetutupilia? Serikali sawa, haijalishi upo kwenye serikali gani, sheria inabidi ifuatwe. Mlizipeleka serikalini silaha hizo? Tulizimiliki ndio tujiprotege kwa kinyume na utaratibu wa nchi. Hao wenye walikuja kutua walitoa wapi? Tukubaliane kinyume na utaratibu wa nchi. Kwa sababu hao wenye tulizinyang'anya pia walikuwa nazo kwa kinyume. Tena na habari za ulio wanyang'anya, nazungumzia wewe, mnazimiliki kinyume na utaratibu wa nchi. Nchi ikikuwa Banana Republic, kila mtu atajitawala. Okay, sikiliza. Huwezi kujitawala kwenye nchi ambayo ina mihimili ambayo iliyokamilika, ina mahakama, ina bunge na ina ikulu. Huwezi. Tukubaliane, mmemiliki silaha kinyume na utaratibu. Ndio jambo la kukubaliana. Na mimi nimekubaliana na wewe. Okay, na ukimiliki kinyume na utaratibu kinachofuatia ni nini?
Kinacho si ni mauaji, tutawaua wenye watakuja huko kwetu. Okay, kwa hiyo lako nyie mnamiliki silaha ili mfanye mauaji. Ili tujiprotege, self defense. Nisikilize. Kama nisikilize. Kama mngezichukua na mngezipeleka serikalini, hakuna lolote ambalo bali lingetokea. Mngesema kama mngekuwa mnauliwa nyie. Kwa idadi ambayo nisikilize. Kwa idadi ambayo mlikuwa nayo nyie ndani ya taifa la Kongo, mngekuwa mmeshaisha wote brother. Sisi ni wachache kwa namba, lakini kwa roho tuko juu sana. Roho mbaya. Roho ya ushujaa, roho mbaya, mnaga ushujaa wa kuwa uvamizi, wanataka kuvamia, wana roho ya uvamizi. Hakuna roho ya kishujaa ya kuua watu kaka. Huo ni uongo. Watu waui. Kisha mauaji na ushujaa. Unajua kuhusu Twigwaneho? Ama hauijui? Asifahamu. Twigwaneho means self defense. Kujiprotege. Najiprotege mimi. Utajiprotect vipi ndani ya taifa ambalo lina kwa sababu wenye wako na jukumu ya kutuprotege hawatuprotege kaka yangu. Wakongomani mpaka nisikilize. Umesikia? Nyie maeneo yote toka zama hizo mlikuwa mnauliwa. Sisi ndugu yangu, sikiliza ndugu mkongomani, au watu wanatudanganya hata vile mahali pote. Ukienda kwa pano yao hawezi kubali we Mbantu kusema mambo yoyote, lakini wanakuja hapa wanatudanganya, wanafanya psychology. Hiyo psychology yao basi au watu wa kugombanisha, au watu kufanya vita. Sikuzungumza nao, vile vyote wanafanya wanasema hao ni ukweli. Amekimbia huyo. Lazima mimi nataka mpindue hiyo mambo yote kwa Kiingereza, mtie kwa Swahili, muonesha watu wa Nyarwanda bale iko Tanzania wajue, Wakenya wajue mtu ni mtu gani. Sasa tepu hiyo kitu wasikilize kila mahali mtusi anajidai. Lazima nchi zote zielewa, hata kwa Kiswahili tuko huko kwa Kiingereza wanakuja sana kwa watu. Wanasema ati hao ni wajeshi, hao ni wagombanaji nini. Hiyo yote tutie pale. Nchi elewe mtusi ni mtu gani. Mtu gani Kongo inapiganisha? Mtu gani Uganda inapiganisha? Kwa kuwa tena hatukubali au kuja kasema hiyo mambo mbofu hiyo. Tuwatoe kwa kuwa mimi ndienda mara moja kwa mwanamke mmoja wanamuita Liza. Ndikuwa nawaambia jamaa, sababu gani Watusi waliua watu wa Uganda? Sisi tuliwasaidia wakasichika nchi yetu. Sababu walinitoa mara moja. Na sisi hatukubali hao watu kuja wanadanganya kichwa yetu, wanafanya psychology mbaya. Lakini mzuri wanamtia, lakini lazima tape hiyo tuma Tanzania wasikilize mtusi ni mtu gani tunagumbanisha Uganda na Kongo. Nawaomba ndugu zangu wa Kongo, mtepu hiyo kitu. Yani hao jamaa ni wachafu sana. Yani ni makatili. Umeona? Yani wewe mtu wezi kujivunia eti sisi tunakaa na silaha katika ulimwengu. Yani ni kitu cha aibu sana. Asiwaambie mtu. Yani ni kitu cha aibu. Huyu jamaa hata hapo anapoongea yeye kusema silaha walipokonya wa Maimai. Hivi wale wa Maimai anawasikia ama anawaonea mbali? Sasa jamaa wamekalishwa, yani wao wamekalishwa ni kuongea uongo tu. Silaha watu wasema na waletea pale. Wao wana nguvu kuombana na Maimai wale. Maimai akiamua sahihi hapo milimani watakaa. Hawawezi. Wanapata urais kwa kudanganya negotiation. Hatukubali negotiation wa ndugu zangu. Hatukubali negotiation. This is the first and the last. Ndio waliua rais wa Burundi na Rwanda, waliwaua na wanafanya negotiation Arusha. Tena wa Tanzania wamjinga Tanzania, Nyerere hakufanya kitu chochote. Au wote wa Afrika hakufanya kitu chochote. Waliua milioni 3 tangu bado hajaenda Rwanda, waliua milioni 3 Uganda. Tena
Kenya ilijua, Tanzania walijua, ndienda Uganda mwaka 2020 ndikuta huko wanani wa South Africa wa Tanzania walikuwa na wanawake wa Watusi walikuwa wanajua anti Wanyarwanda wanashika wa refugee wanashika government ya Uganda. Hakufanya kitu chochote, wananunuliwa nao watu, wanaendelea. Huyo South Africa mtoto yake na wao Mtusi, huyo mtoto wa Ramaphosa, huyo mwanamke sijui bwana yake ni Mtusi, nasikia wengine. Sasa ndio naona Afrika ndiye na betrayal, inafanya betrayal mkubwa sana katika Afrika. Sasa wanajikuja nasema Tshisekedi anauza simanye, anauza minerals zake. Hao weusi wenzi yetu ndio wabaya na kushinda mzungu. Ni wabaya kushinda mzungu. Kagame anajiita Pan-African. Samani, nimesamani. Kaka yangu Mwafrika. Mwanamboka maizia neno moja. Dakika moja kidogo tu. Dakika moja tu. Mimi naweza sema kitu kimoja. Unaona hao watu wanaitwa Watusi au mapua marefu. Bazungu baliwaambia kwamba hawa ni kibinadamu katika Afrika, banafaa kutawala Afrika wote, katika Afrika yote. Sababu yuko na mapua marefu, ni ndio mko msimati, ni ndio munafaa kuishi mutawale Afrika wote wanaishi hapa. Hiyo ndio kitu iliingia mkicho yao na makazaliwa nabo, bakaendelea generation yote kwa akili yao kwamba mtu yote mwanaitwa Mtusi mapua marefu azaliwa na mapua marefu atawale mtu mwenye Mwafrika yote. Sala. Ile ngi kitu balisahau kwamba sababu ya kwamba saa hii ukiangalia katika sehemu yote katika African kunaitwa Inotik anataka kufahamu mtu yote anaishi hapo. Sababu mzungu alimdanganya kwamba yeye ni msura mzuri, yeye ni mapua mrefu, anafaa kutawala. Huyo mtu yote anaishi hapo na mapua mafupi. Anaitwa Munigo. Exactly. Okay, maizia neno la mwisho mwana maizia neno la mwisho. Kuna watu wanahitaji kuchangia, wana muda mrefu sana chini hapa. Usiniache nimalize papa. Maizia neno la mwisho. Mtu yeye anaona kama yeye ni mtu specialist sana. Yeye ni mtu iko speciality. Yeye ni mzungu wa Afrika. Yeye anafaa kutawala. Ndio unaonaka ni kitu iko kidogo sana katika Afrika. Ni familia kidogo. Ndio mzungu alimdanganya kwamba wewe ukifika mahali utawale ile sehemu yote ikuwe nafasi yako. Na anadanganya kwamba hao wenyewe wanawatawala biko na nguvu kuliko yeye. Ndio vile kwa akili yake ndio hawezi sikiliza sisi Babantu, hawezi. Ndio dawa yetu ya kwamba tumsimamie hii saa hii. Tuchata Kongo kwetu. Tumsimamie wewe ufai na uwezi faa. Tutakupambana na wewe na mpaka milele, uwezi tutawala mpaka uwezi tutawala, hakuna siku utatawala. Ndio vile. Asante Apati yetu Kongo. Asante sana Mwanamboka, asante. Mwanamboka, asante sana. Okay. Tutakuja kwa nani? Kwa Lakatangai habari? Salama Lakatangeze. Lakatangeze. Karibu. Asante sana kwa kunipatia. Nilikuwa nafuatilia wandugu wa hawa majirani, tusiseme wandugu hawa majirani waliotoka kule kizazi cha Farao. Nimekufuatilia. Kaka, mbona unacheka? Serious, hawa ni kizazi cha Farao. Abarikiwe. Ni batu ya Egypte. Hiyo robi kuna ni roho ya Farao, sio bongo. Ni kweli. Ndio, ni kweli. Sasa les Egyptiens ba ukifuata kule. Banduku yangu bakongomani, bitu bimoya tusikwe kwenye panel deni tunakamata kila kitu jokes. Tunakamata tuko tunaongea hapa bitaishia hapa. Unaona, tujifunze mengi. Munajua zamani hapa batu balikuwa kanatuambiaka sie bakongomani tunaongeaka tu, hatuna action na hatuna nguvu.
wao wanakuwaka watu wa kimya, awaongeaki bati banafanyaka action. Ile kitu tusikuwe natoka kwa akili yetu. But from now pigo yenyewe tunabatutula ya hii mwaka yenye balikuwa tuzoea miaka yote banaongea. Na ile nyebeko naongea mkwe naenda munakamata zile point za maana zebiko naongea munazirikodi ni za mzuri kukupeleka ku gouvernement na munazipeleka fasi yote hata kule Amerika kwa banafanya maandamano stop killing Batusi people in Congo, munaipeleka munaonesha kama aba batu bao banamiliki masila, kumbe wao ndio wanauana, kisha wakisha uana kisha na wanajiua wao peke, wanajifanya mchezo upande wetu sisi kabila fulani tuue batu ota kiasi fulani ili kwa duniani ionekane kama si ndio tulikufa ba mingi, ili wawatetee wao wawapatie na haki kusema hawa ni wadogo walionewa. Ni watu wawili nasikia pale wanasema wao weko na masila, wanafichikaka mwanamke kwa kifikisha mtoto miaka 16 wanamupatia sila, anajua kugombana. Sasa hii musikamate mchezo. Munayua strategia yenye baliingia nao Bukavu na Goma. Balifika baka corruption na ba chef de quartier, tuseme chef de quartier nini, ba nyumba 10 wale wanaosimamia nyumba 10 walifika wakawakorom franga wakabapatia makuta, bale ba nyumba 10 banaosimamia bakaambia wakaaji wa Kongo wanani wa Goma na Bukavu, wakapita musako wakapita na microphone wakasema kila mtu mwenye anamiliki sila arudishe kukituo fulani. Kila mtu unaona mbinu balitumikisha mayele, bakasema hapa sisi tuko na sila na hawa wakikuwa na sila tukiingia nyumbani kwao watatumaliza. Sasa ni vizuri tuanze kukongoa zile sila zote, jo wakaziweka. Walivyoziweka kisha sasa wanapata gisi ya kumaliza vijana wote Mugoma na Bukavu. Sasa hapa akili itumike. Musilalamike kumitandao kusema sisi wote na siba Kongomani sie wote tutakuwa na masila, tutauana, tutafanya nini? Si wao walishajita hapa. Sina munaisha sikia. Okay, kumbe wenzetu wanaikala kule Minembwe, wanaikala kule Banyamasisi, Banyanini, Banyaruchuru. Kumbe banaikala na sila. Sasa ujiulize Bongo anakwambia si tunaikala na sila ya kulinda ngombe. Ngombe anakuwa simba. Ngombe ni chui. Juu atamupiga ngombe na lisasi. Jibu inakatala. Ngombe banampelekaka kumachunio, banamuchinja na bineshia pale. Muulize anasema siye tunaikala Minembwe kule na Babembe sana. Muulize adui wa kwanza, enemy wa kwanza Mukongo, adui wa kwanza wa mwenye Rwanda ni nani? Ni Mubembe. Yeye anatafuta kubadanganya kusema aseme tunaikala na Babembe mzuri kule. Ile ni bongo, ni fo archifo. Adui wa kwanza wa mwenye Rwanda Mukongo ni Mubembe. Nipatie neno na mimi niongee kidogo. Na Muflero. Sasa tukue na akili, ile mapoints biko nasema munairekodi na munaifanyia kazi, munaifanyia kazi na kujua gisi ya kujiprotect, kwa sababu wenzetu walishajitayarisha ni miaka. Hii tuje tafuta kusema. Tusifanye kila kitu mchezo. 9,000 waliowaua. Okay, dada Lelini karibu dakika moja. Hii ni tumekupa nafasi ya upendeleo dakika moja. Okay, sawa. Ya nilikuwa nauliza eske hiyo nani rebelio yenye wanafanya inaruhusiwa katika constitution za nchi yoyote kufanya rebelio kugombanisha la serikali? Hiyo inaruhusiwa? Na nilikuwa naomba kwa jua nini wakongomani tuanze kufanya march, ile maandamano ya kusema Mutusi anachinja watu Kongo, anaua, anabaka, kwa hiyo Mutusi arudie kwa Waisha kwenye alitokaka. Mimi nafikiri tungeanza fanya ile maandamano ya kusema kabisa Mutusi anaua, anabaka, anapora mali ya wakongomani, usalama mdogo inakuwa nchini Kongo kwa sababu ya Mtusi. Sasa arudie kwao kwenye alitokaka. Mimi nawaza kama hiyo maandamano ingeanza fanyika kila siku itwayo leo. Siwe mnawaza nini? Na kwa sababu hizi mainchi zenye tuko za wazungu, wao wanasimama na sheria zao.
Kama huko mgeni ulikuya hapa unaenda kinyume na sheria za huku mainchi za bazungu, wewe unapaswa kurudishwa kwenye ulitokaka kama unafanya kitu kenye kinavunja sheria. Kwa sababu kwa sasa kwa nini sisi wa Afrika wageni wanakuja mainchini kwenu tu wanafanya madezore zozote, lakini hatuwezi kamata hatua ya kuwarudisha kumakao kwenye walitoka, ama hatua yoyote ya kama ni kuwafunga ama wakamatiwe sheria. Ndio ulizo wangu nilikuwa nayo, mimi sina vya mingi vya kuongea sasa hivi. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Ni maoni, sababu kwa upande wangu kwa kweli naumia sana. Sababu mimi siko Mkongomani na sijui Kongo, sijui hata udongo gisi unafanana. Lakini kwa mafikiria yangu naumia sana, sababu ni pays voisin na singehangaika kutafutia mahali nyingine. Kongo ingekuwa kama South Africa ama ingezidia South Africa sana tena sana. Nakumbuka na kila magrupu yenye naingia hiyo kitu naiongeaka sana, sababu ni kama maumivu yenye iko kwa moyo wangu, naumiaka sana. Sababu nakumbuka historia sikukuwepo, nilikuwa sijazaliwa. Mobutu na huyu Mandela walikuwa warafiki sana, walikuwa wanagombania uhuru wao. Mandela akaingizwa jela, Mobutu akaendelea na madaraka. Lakini Mandela kutoka mprison mara moja amefikia Kinshasa kuangalia Kongo namna gani inaendelea. Akakutana Kongo bwana imeendelea kuwa chini hakukuwa anajifikiria. Ametoka Kongo amekamata decision ya kwenda South Africa kubadilisha, kusema kwamba wale wazungu ni wasauzie wote, sababu kwa gisi wametengeneza nchi yao. So mimi kwa upendo wangu naona Kongo imechafuka sana sababu ya viongozi. Viongozi ndo wametia hiyo kitu, sababu walikuwa wanajikokotea eko. Sababu Mobutu ndo angejenga nchi, au wote wa Papa Kisekedi wanani wangekuja, wanakutana msingi. Unajua nyumba inakomaaka sababu ya msingi. Kama msingi uko strong inakuwaka mzuri zaidi, ndo maana inaumaka sana. So Kongo mimi kwa upande wangu ni maone, tafadhali na mtanifafanulia, sababu sijafika Kongo nione disi inaendelea nini sijafika. Lakini nikiangalia na historia kuanzia au watu wa 94 wenye wamefanya genocide Rwanda, kukimbilia Kongo, kupokelewa na Mobutu mwenyewe na wajawavoa bunduki zao, hiyo ni kosa kubwa yenye amefanya Kongo ichafuke. Sababu kitambo sana sijawahi kusikia eti Kongo vita. Wakongomani walikuwa sawa. Mkongomani alikuwa na upendo, hakukuwa anajua Mhutu, Mtusi, hakukuwa anajua ni nini yenye inaendelea. Ama hakukuwa anajua nini, hata bwizi hakukuwa anajua. Sababu Mobutu alikuwa anasema hakuna mwizi Mkongo, ni wa deprasi. Yani wana deprasi. Yani kuna lugha yenye alikuwa anaongea. Yani kibaya ni kuiba kitu unaibeba nje ya nchi, lakini ukichukua eti unaiba katikati ya nchi unabakia muichi, una deprasi tu hiyo kitu tu hivyo. Ndio anawaita kitu kama hiyo. Lakini mgogoro wote kwa upande wangu, mgogoro wote umeletwa na wa genocide, kuingizwa mu government Mkongo, ndo wakaleta hiyo mafikiria ya wakongomani au kukua nayo. Hakuna mtu wenye alikuwa anapenda watu wenye utu kama Mkongomani. Lakini nimeshangaa bana siku hizi shida ni nini? Lakini nikagundua nyoka kisulila ama nyoki kikuingia ama kikiluma lazima utafute dawa. Tafadhali kama mna uwezo, au genocide ndo wabaya zaidi Mkongo sana zaidi. Kwa upande wangu ndogo sinaona. Asante sana. Rui naoma sana. Na kuda kumbuka kipindi chetu tuliambiliwa eti toka ya mababu zetu gisi walivyowapokea Wanyarwanda kutoka Kongo, kutoka Rwanda kuingia Kongo,
wakawapa mahali ya kulala, chochote kile walikuwa wanahitaji wanawapa. Juu yako. Kwa gisi waliwapokea, wakawapa na sehemu za kulala, lakini walivyowageuka huwa kinaniuma sana. Na kwa sasa hivi kwa sababu wamekaa kwenye nchi ya Kongo, wamezaliwa pale, wanaanza jiita eti wao ni watoto wa nchi. Sasa mimi huwa najiuliza sana kwa sababu mimi hapa tumezaliwa Tanzania. Mpaka gisi tumekomalia Tanzania, tumeolewa Tanzania, mpaka hivi tumezalia Tanzania. Hatujawahi kusema eti sisi ni wa Tanzania. Watu tunajiita sisi ni Wakongomani kwa sababu tunajua tumeenda kule, tumeenda ukimbizini, tumekimbia. Unaona? Sasa nashangaa wao wamekuja kwenye nchi ya kigeni, wanakuja kuomba msaada, wanajiita na wenyewe ni watoto wa nchi. Iweje wao watoto wa nchi na wakati wao walikujaga hapa niko Rwanda? Naomba nichangie mawazo. Utachangia swali? Nichangie mawazo na mimi niko Rwanda. Utachangia, usijasubia kutoka nani jidite, utapewa mic. Wanakuja nasema eti wao ni watoto wa nchi. Sisi tumekomalia nani, kulikuwa kambi ambayo ilikuwa inaitwa Rugufu ya pili. Lakini kwa sababu sisi ni wakimbizi, tuliambiwa wote mtoke muende kwenye nani Rugufu ya kwanza. Tukaikaa pale tukaambiwa mtoke. Tukapanda hadi Nyarugusu. Ni kwa sababu ya nini? Sisi hatuna sauti ya kukataa. Sisi tunapelekeshwa kwa sababu nchi ni ya kigeni. Sasa iweje hao wamekimbilia huko, sasa hivi tunawaambia warudi kwao, wanakatalia nini? Hadi waanze jiita eti wao ni watoto wa nchi. Ndio hapo wanajiuliza sana. Kwa sababu sio kuzaliwa kwenye nchi ndio useme eti nchi ni ya kweli. Sasa hivi watu wenye wako Marekani, rais mwenyewe amewaambia eti hata kama umezaliwa hapa, umekomalia hapa, babu yako alizaliwa hapa, wewe ni mgeni. Ukiambiwa uende kwenu, utaenda kwenu. Sasa iweje wao wamekuja hapo hivyo Kongo anasema eti wao ni watoto wa nchi? Naam. Wenyewe Wanyarwanda wenye wako Marekani, kwa nini hawajasema eti wao ni watoto wa nchi? Iweje wanganganie Kongo eti ni wao ni watoto wa nchi? Sasa hivi kuna dada mmoja ambaye anaitwa Dano, kwa kuwa wao ni wauaji muda wote. Kuna mdada mmoja huwa anaongelea sana kuhusu mambo ya Kongo. Sasa hivi wanastakana na Wanyarwanda, walikuwa washamtumia watu waende muua. Unaona? Walikuwa washamtumia mtu aende muua, lakini kwa sababu mavoice, unajua Mungu akitaka kuonyesha wa kwake kuna njia nyingi. Sasa hivi wako hadi kwenye koti kustakana kwa sababu Mnyarwanda yaani washajiunga ili waende muua kwa sababu anasemea nchi. Hiyo kitu wananiuma sana. Ndio hivyo, yaani hao sio watu wazuri, warudi kwao tu. Okay, asante sana dada Jidite kwa maoni yako. Niko Rwanda, nataka kutoa hoja zangu. Nani? Kama yawezekana naweza nikatoa hoja. Mimi niko Rwanda. Karibu, una dakika 2 karibu. Mnyarwanda mimi. Asante sana. Nimefuatilia mazungumzo yenu kabisa, nikasikiliza. Namna watu wengi huwa wanasema Wanyarwanda warudi kwao, hii si nchi yao. Lakini ningetaka kuwatangazia kwamba hiyo ardhi ambayo mnasema Wanyamurenge si ardhi yao. Sorry kwanza. Miaka unatoa maoni au unatutangazia? Nachangia. Toa maoni. Labda kuna watu ambao ukisema na watangazia ni kauli ambayo inabidi itekelezwe. Naam, hebu si kutekeleza, hebu na mimi nitoe hoja zangu. Toa maoni ndio. Okay. Yaani nilifuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa. Ningetaka kuambia watu ambao hawajui historia kabisa. Tukumbushanye kwamba mwaka 1885
mipaka iligawika huko Udachi, na mwaka 1900 kama ni nani nefsa like that, Rwanda ikagawika mipaka, yani ardhi yetu ikaenda sehemu moja ikaenda Kongo. Hao Wanyamulenge walikuwa wanakaa huko na wao hawakuchagua pa kukaa. Hivi mnasema warudie Rwanda, na mipaka ilikatwa na mzungu. Anarudia Rwanda, alizaliwa huko Kongo, mpaka sasa yuko Kongo. Mnataka kumfukuza ati anafanana na Wanyarwanda. Na kuna mazungumzo mengi ambayo nasikia yapo na genocide ideology. Hawa Wanyamulenge nao sema wanakaaga wapi? Useme wazi, kwao ni wapi? Aseme wazi, asipite Murenge hao Minembwe. Na Minembwe sio ya kwao. Sasa anakalia kule Minembwe kufanya nini? Haya, napendekezo tumwache anazidi. Asante sana. Atie wazi, afafanulie watu ili waelewe. Na mimi nisikilie hapo. Sababu usikatikatishi. Ufafanue kila kitu chenye kama mtu wenye anajua historia, sio ugezi. Yani kwa ufupi, Mfulero anajua kwenye alitoka, Mbembe anajua kwao na udongo wao, kila kabila inajua kwao na udongo wao. Tuambie sehemu ya Wanyamulenge na udongo wao. Tuambie. Kama unasema unaijua historia vizuri sana. Tuambie. Nasikia. Ninachokisema, shida tulio nayo sisi Wakongomani ni rafiki zetu, ni ndugu, tena ni majirani. Mipaka ilikatwa, sisi Wanyarwanda na Wakongomani hatukushiriki. Hivi sasa mipaka inalindwa kwa gharama kuu. Wamoja mnatuita ati ni adui zenu. Hao wanaozungumza Kinyarwanda, ambao wanakaa sehemu za Ruchuru na sisi Salehe na hao Wanyamulenge. Nani ambaye kati yenu alichagua mahali pa kuzaliwa? Kwa hiyo ndugu zangu, punguzeni chuki, ukabila, kwa sababu hayo ndio yanaleta mzozo. Jean Paul, sijui kama unanisikia. Unanisikia vizuri? Anakusikia kaka Daniel, zungumza. Nitaka kuambia kwa taarifa yako. Tuna tatizo na wale watu ambao Kagame na watumikisha kuja kuiba watu Mkongo, kuja kuua watu Mkongo. Kuna ndo tuna matatizo nao. Uvira wazalendo na control Uvira. Wanyamulenge wako pale na wanaishi vizuri. Kwa hiyo Kongo hatuna vita ya chuki sasa hivi ndugu yangu. Kwa hiyo usitaka kutuletea vita yenye tuna vita ya Rwanda na Kongo, ndio tuna vita sasa hivi. Tuna vita ya Rwanda na Kongo, hatuna vita ya Mnyamulenge na Mkongomani. Hizo ni propaganda za Rwanda. Anataka tusiongelee mambo yake ili ajifanye kama sisi na Wanyamulenge tuna vita. Tuna shida na wale Wanyamulenge ambao wanatumikishwa na Kagame, kuja kufanya maafa Mkongo. Ndio tuna shida nao. Na hao Wanyarwanda wanakuja kutoka Rwanda kuja kuua watu Mkongo, kubaka watu, kuiba mali za watu kupeleka Rwanda. Ndio tuna tatizo nao. So tuna vita na Rwanda, hatuna vita na Wanyamulenge. Ndio kwa taarifa yako hiyo. Ndio nitaka nikwambie, kama una lingine la ongea. Hatuna vita na Wanyamulenge, tuna vita na wale Wanyamulenge wanatumikishiwa na Kagame, wanakuja kupora mali za Kongo na kuua watu. Na tuna vita na Rwanda. Ndio hivyo nitaka nikwambie ndugu.